Kwenye dirisha dogo lililopita, Young Africans waliwatoa kwa mkopo wachezaji watatu: Celestine Ekua, Musa Bala Conte pamoja na Mohamed Doumbia. Celestine Ekua kwenda katika klabu ya JS Kabylie, Musa Bala Conte kwenda katika klabu ya Raja Athletic Club, Raja Casablanca, lakini pia Mohamed Doumbia kwenda katika klabu ya pale Afrika Kusini ya Marumo Gallants. Sasa basi, katika hawa wachezaji watatu ambao Young Africans wamewatoa kwa mkopo kwenye dirisha dogo, mchezaji ambaye amekuwa na maisha mazuri sana huko aliko, yani kwamba mkopo wake unaendelea kuwa ni wenye matunda kwa hao waliomchukua kwa muda, ni Mohamed Doumbia. Hands down, yani amekuwa na kipindi kizuri sana katika klabu ya Marumo Gallants. Huyu ndo mchezaji pekee katika hawa watatu ambaye naweza nikasema kwamba miguu yake imezungumza kweli kweli katika hicho kipindi ambacho amekuwepo kwa mkopo kwenye klabu ambayo yupo kwa wakati huu, kwa maana ya Marumo Gallants. Sasa katika video hii nitajaribu kukuelezea kwa urefu ni nini ambacho kwanza kinaendelea baina ya Mohamed Doumbia na Marumo Gallants, kwa maana ya kile kinachofanyika uwanjani ambacho nimekibainisha kama ni sehemu ya kiwango kizuri ambacho anakionyesha, lakini mipango ya Marumo Gallants na uhalisia wa Marumo Gallants na maisha ya muda mrefu na mtu anaitwa Mohamed Doumbia, lakini pia matumizi tofauti ambayo Marumo wameyaweka kwa Mohamed Doumbia mpaka kikapatikana hichi ambacho anakiweka bayana kwa nyinyi hapo, ambacho ni kiwango kizuri cha mkopo ambacho anakionyesha kwa wakati huu. Kwanza tuanze na takwimu zake. Tangu ajiunge na Marumo Gallants kwenye dirisha dogo kwa maana ya Januari, ameanza michezo yote ya kiushindani ya Marumo, michezo 8 jumla, michezo 7 ya ligi kuu ya South Africa Betway Premiership, lakini mchezo mmoja wa kombe la Nedbank, na michezo 7 kati ya hiyo 8 amekandamiza dakika zote 90, na mchezo wa mwisho kabisa ambao amecheza alicheza jumla ya dakika 75 kabla ya kufanyia mabadiliko katika mchezo huo. Kwa hiyo kitu ambacho kipo ni kwamba Marumo Gallants wanamuona Mohamed Doumbia kama ni mchezaji ambaye hagusiki kwa wakati huu kwenye kikosi cha kwanza. Wazungu wanasema indispensable, yani ni mchezaji ambaye huwezi kumgusa, ni untouchable kwenye kikosi cha kwanza. Hakuna shaka kuhusu nafasi yake kwenye first 11 ya Marumo Gallants kwa wakati huu. Na katika hiyo michezo yote amekusanya jumla dakika 1050, kwa maana dakika 1050 amefunga bao moja na ametoa pasi ya usaidizi moja. Hili bao lilifunga katika mchezo dhidi ya Chippa United, mchezo ambao Marumo walipata ushindi wa magoli 3-1. Lakini kwa ujumla Marumo hawafanyi vizuri kwa wakati huu kwenye ligi kuu ya South Africa. Yani as a team wana struggle. Wako kwenye nafasi ya 14, wako chini sana. Wana struggle, lakini individually Mohamed Doumbia amekuwa ni moja kati ya revelation. Yani amekwenda kuwa kama ni ufufuo kwenye kile kikosi. Kama kuna mtu wa kuweka hai matumaini ya Marumo kuweza kusalia kwenye ligi kuu ya South Africa, basi Mohamed Doumbia pengine ni katika top 1 probably, au katika top 3 ya wachezaji ambao wanatumainiwa zaidi kwa wakati huu. Sasa basi, kwa kusema hivyo, tushajua kwamba Mohamed Doumbia ni mchezaji ambaye ni muhimu sana kwa wakati huu katika kikosi cha Marumo. Ni panga pangua dakika 90 kwenye mechi 7. Ina maana ni mchezaji ambaye Marumo wanataka kumuona uwanjani kwa kadri iwezekanavyo. Akiwa fiti, Marumo hawataki kukosa uwepo wa Mohamed Doumbia uwanjani. Na moja kati ya vitu ambavyo vimebainishwa kwamba ni sehemu kubwa ya game ya Mohamed Doumbia ni usahihi wa pasi zake. Passing accuracy ya Mohamed Doumbia katika kikosi cha Marumo ni kubwa sana. Uwezo wake wa kuiunganisha pasi, kupiga pasi kwa usahihi zikafika, ni kitu ambacho kimemtambulisha kama ni mchezaji muhimu katika kikosi hicho. Sasa basi, kwa kusema hivyo, Mohamed Doumbia kwenye macho ya Marumo Gallants hasa wana mipango gani na mtu anaitwa Mohamed Doumbia? Mohamed Doumbia kwa kiwango ambacho anakionyesha, Marumo Gallants wanatamani kuona kuna maisha marefu na mtu anaitwa Mohamed Doumbia. Yani Marumo wanatamani kuona kuna maisha baada ya huu mkopo wa miezi 6 ambao Mohamed Doumbia anautumikia kwenye kikosi chao. Wanatamani kuendelea kuona zaidi kutoka kwake, kwa sababu katika makubaliano ambayo Young Africans waliingia na Marumo ni kwamba watamsaini Mohamed Doumbia kwa mkopo wenye option ya kununua. Mkopo ambao Mohamed Doumbia anautumikia katika kikosi cha Marumo una option ya kununuliwa mwisho wa siku. Kuna option to buy. Sasa basi, uhalisia wa Marumo Gallants ukoje kwa wakati huu? Nimeweka bayana kwamba Marumo wao wanatamani kuendelea na maisha na mtu anaitwa Mohamed Doumbia, lakini Marumo hivi sasa wana
mashtaka ama niseme wana kesi ambazo zipo katika mahakama ya juu pale Afrika Kusini kuhusiana na masuala ya kifedha. Yaani ili niweke kwa ufupi uweze kunielewa, Marumo wana changamoto ya kifedha. Ni klabu ambayo wanalazimika kuuza baadhi ya wachezaji nyota kila hapa na pale ili kuweza kubalance vitabu vyao, kwa sababu wako kwenye financial disputes, wako kwenye changamoto za kifedha na matajiri kadhaa. Sasa basi Mohamed Doumbia kwa kusema hivyo, manake mwafaka wa yeye pengine kuweza kusaini kandarasi ya kudumu inaweza kuwa ni changamoto. Yaani kama klabu inataka kuuza wachezaji muhimu ili iweze kujikimu kifedha, manake kuweza kumpa kandarasi ya kudumu mchezaji kama Mohamed Doumbia inaweza kidogo ikawa ni kitu ambacho kina changamoto kubwa kwa upande wao. Lakini wanachokifikiria Marumo Gallants ni kujaribu kuweka mazingira ya kutengeneza mazingira ya kumchukua tena kwa mkopo, yani kwamba kujaribu kuutanua mkopo. Baada ya hii miezi 6 ambayo itahitimika mwezi wa 6, wanatamani tena kuanza msimu mpya na Mohamed Doumbia kwa mkopo mwingine. Au kuna kitu kinaitwa permanent delay. Badala ya kufanya permanent transfer kwa wakati huu moja kwa moja, wanachotaka Marumo Gallants ni kujaribu kufikia makubaliano na Young Africans ya kujaribu kuendelea na maisha na Mohamed Doumbia, lakini pengine fedha ya uhamisho kamili wa Mohamed Doumbia iweze kufuata kwenye kipindi cha mbele mwisho wa siku. Hiyo ni option nyingine ambayo wanaweza wakajaribu exercise Marumo Gallants, kwamba wakaweka kama mazingira ya kutengeneza mkataba wa kudumu kwa ajili ya Mohamed Doumbia, lakini kukawa kuna utaratibu na mwafaka wa kujaribu kulipa pesa katika muda wa mbele au katika utaratibu wa installment kidogo kidogo katika muda unaofuata huko mbele. Wasijiumize sana kwa wakati huu ambao wana changamoto za kifedha. Sasa basi, kwa kusema hivyo, ni nini ambacho kimebadilika kwa Mohamed Doumbia katika kikosi cha Marumo? Yaani kwamba inakuwaje ghafla tu mchezaji kama hivi ambaye alikuwa anaonekana hapati nafasi katika kikosi cha Young Africans, na hata alipokuwa anapata nafasi katika kikosi cha kwanza cha Young Africans hakuwa anaonekana anatoa kile ambacho kilikuwa kinatarajiwa kutoka kwake. Ni nini hasa kimebadilika kwa mchezaji kama huyu ndani ya kipindi cha miezi 4 katika kipindi ambacho anaitumikia klabu ya Marumo Gallants kwa mkopo? Kwanza ni matumizi yake uwanjani. Mohamed Doumbia katika michezo 8 ya kiushindani ambayo amecheza katika kikosi cha Marumo, michezo 7 amecheza kama kiungo wa katikati, central midfielder. Tena ni ama ametumika kama central midfielder au ametumika kama kiungo wa ulinzi, DM. Tena katika mchezo dhidi ya Chipa United ambao walifunga bao la 3, Mohamed Doumbia alitumika kama namba 6. DM kabisa, alicheza katikati. Sasa huo ndio utofauti mkubwa wa matumizi ya Mohamed Doumbia katika kikosi cha Marumo kwa wakati huu na katika kikosi cha Young Africans miezi 6 kabla. Young Africans predominantly walikuwa wanajaribu kutengeneza mazingira ya kumtumia Mohamed Doumbia kama namba 10. Kitu ambacho mimi kwa nafasi yangu nilishawahi kukiweka bayana hewani kwamba Mohamed Doumbia kiasili sio namba 10. Licha ya kwamba secondary position yake ni kwamba kama utakuwa una uhitaji ama ulazima wa kumtumia kama namba 10, unaweza kumtumia, lakini kiasili kabisa Mohamed Doumbia ni namba 8. Yaani Mohamed Doumbia, kwa mtu ambaye anajaribu kutaka kunielewa kwa maelezo mepesi, Mohamed Doumbia hana tofauti na mtu anayeitwa Salum Abubakar Shwaboy kwenye kila kitu, kwenye uchezaji, kwenye profile, yani a pure central midfielder. Na ndio maana mimi binafsi ni miongoni mwa watu ambao niliweka bayana kwamba sioni Mohamed Doumbia akienda kuvivaa ama kuvirithi viatu vya Stefan Aziz Ki kwenye eneo la namba 10, kwa sababu Stefan Aziz Ki ni a pure attacking midfielder. Mohamed Doumbia ni a pure central midfielder. Huyu ni namba 10 kabisa. Yaani ufanisi wa Azizi ni kwenye zile mita 25 za mwisho. Aziz Ki hutaki kumuona huku chini anakuja anagusa moja, anachezesha timu, hutaki kumuona anafanya hivyo Azizi. Azizi unataka kumuona ana operate kwenye mita 25 za mwisho. Yule ni game breaker, anakwenda kuua mchezo kwenye maeneo yale. Anauua kwa pasi za mwisho, anauua kwa mashuti from distance, from 25 meters, mita 19, mita 20, ana maamuzi ya hatari kwenye yale maeneo. Kwa hiyo unamwacha abaki kule. Lakini Mohamed Doumbia ni a central midfielder, ni more of a pass and move. Timu inataka utulivu, timu inataka rhythm, timu inataka kucheza. Mohamed Doumbia ndo mtu wako.
timu inataka ufanisi wa kutengeneza nafasi na kupiga mashuti karibu na lango la mpinzani, unamtaka Stefan Aziz Ki kipindi hicho, kwa sababu yule ni namba 10 mwisho wa siku. Kwa hiyo kitu ambacho Marumo wamekifanya ni chepesi sana, wamemprofile Mohamed Doumbia kwenye eneo lake la asili, kwa maana kuwa kama namba 8. Kwa hiyo Mohamed Doumbia huko aliko anacheza zaidi kama namba 8, na upo mchezo dhidi ya Chipa ambao alifunga mwisho wa siku, lakini alitumika kama namba 6. Huyo Mohamed Doumbia huyo alitumika kama namba 6, na kwenye michezo mingine 7 iliyobaki ya kiushindani ametumika kama namba 8. Yaani kitu ambacho Young Africans walikijaribu kukitafsiri kwa Mohamed Doumbia ni mfano, labda nikupe nafasi nyingine. Labda umemsajili beki wa kulia, lakini unaambia huyu beki wa kulia ana sifa na ana uwezo wa kucheza kama beki wa kati. Wewe ukamsajili kwenye kikosi chako predominantly kama center back, then akaanza kustruggle, ukaanza kuona hafai, lakini kiuhalisia huyu ni beki wa kulia kiasili, licha ya kwamba secondary position yake ni kucheza kama center back, na pengine ungemtumia zaidi kwenye nafasi yake ya asili, ungeweza kupata ubora na ungeweza kuona kitu tofauti kutoka kwake. Ndicho ambacho kilikuwa kinaendelea kwenye kikosi cha Young Africans, kwa sababu hakukuwa na namba 10 wengi kwenye kikosi ambao walikuwa wanaweza kucheza kwenye lile shimo. Ikawa inamlazimu Mohamed Doumbia atumike zaidi kwenye nafasi ambayo ni nafasi ya pili kwake yeye. Laiti kama pengine angetumika zaidi kama kiungo wa chini, basi inawezekana Young Africans wangeona zaidi kutoka kwake. Sasa basi, kwa kusema hivyo, huo ndo uhalisia wa Mohamed Doumbia na maisha yake katika kikosi cha Marumo, ni kwenye namna ambavyo wamekuwa wakimtumia. Wao wamekuwa wakimtumia kama kiungo wa kati, na ndio maana wamekuwa wakipata kilicho bora kutoka kwake. Sasa kama nilivyoweka bayana, Marumo wao wanatamani kiukweli kuendelea na maisha na Mohamed Doumbia, licha ya kwamba kuna changamoto za kifedha ambazo zimewafunga na kuwabana kwa wakati huu, lakini kuna azma, kuna matamanio ya kujaribu kulazimisha ama kuwe kuna extension juu ya huu mkopo uliopo, kwa bwana, tumemaliza mkopo wetu wa kwanza, lakini tunataka tuanze na mkopo mwingine, au wajaribu kufanya permanent delay, kwamba tujaribu kumalizana kinadharia kwenye makubaliano ya mkataba wa kudumu, lakini pengine tutalipa hii fedha kidogo kidogo. Yote ni katika makubaliano mwisho wa siku. Lakini pia kwa kusema hivyo na kwa kile ambacho kinaendelea kwa Mohamed Doumbia katika kikosi cha Marumo na performance nzuri ambazo anazionyesha, tafsiri yake ni kwamba Young Africans, huyu ni mchezaji wao halali mwisho wa siku. Huyu ni mchezaji wao bado, kwa sababu kwa alikwenda ameenda kwa mkopo. Kwa hiyo Yanga wakitaka kuufungua mlango kwa Mohamed Doumbia, huo mlango uko wazi mwisho wa siku. Wakiona kwamba kiwango chake kimeridhisha kiasi kwamba anaweza kuja kuleta kitu ambacho pengine kilikuwa hakipatikani katika utaratibu ambao ulikuwa unatakiwa, ama alikuwa pengine hatumiki katika role ambayo alikuwa anataka mwenyewe kutumika zaidi, basi wao wanaweza kuamua kuhusu hilo. Kwa hiyo ndiyo hali halisi ya mtu anayeitwa Mohamed Doumbia. Sasa wewe unanitazama kwa wakati huu, kwa haya maelezo ambayo nimekupa, unaonaje? Binafsi nikipita mitandaoni naona kama vile katika wachezaji wote watatu ambao wametolewa kwa mkopo kwenye kikosi cha Yanga, bado naona kama vile kuna mvutano wa mawazo na matumaini tofauti kuhusu Mohamed Doumbia. Kama nakuwa mkweli, kwa sababu na mimi pia ni mtu ambaye anashiriki kwenye kutembelea mitandao ya kijamii kila hapa na pale, na naona hivi vitu. Nafikiri hichi sijakiona sana kwa Celestine Ekua, sijakiona sana kwa Musa Bala Conte, sio sana, japo wapo watu, lakini nikijaribu kupima idadi naona kama vile kuna wengi wanaamini kama labda kuna uwezekano wa biashara ya Bala Conte ifanyike nini. Lakini kwa Mohamed Doumbia bado kuna watu mpaka leo ukiwauliza wanakuambia bwana, tunahisi kuna mchezaji pale, labda alitakiwa apewe muda, labda angetumika katika utaratibu tofauti mwingine, kama ambavyo labda mimi naamini vitu vyote hivyo, labda kuna mtu anaamini hivyo vyote vina apply kwamba muda, matumizi, kila kitu. Sasa wewe unaweza ukaniambia pia kwa nafasi yako, unaonaje? Kuna nafasi ya Mohamed Doumbia pengine kuja kutumika kama namba 8 kwenye kikosi cha Young Africans, labda kama central midfielder, labda pengine fitness level yake inawezekana imeimarika, kwa sababu msimu uliopita Mohamed Doumbia hakushiriki kabisa kwenye michezo ya ushindani. Mwaka mzima alikuwepo nje kwa wale ambao walikuwa hawafahamu. Kwa hiyo huenda ile miezi 6 ambayo alikuwa nayo ndani ya Yanga inawezekana ilikuwa ni migumu, kwa sababu ulikuwa una mchezaji ambaye alikuwa anajaribu kwanza pia kutafuta fitness. Yaani anatakiwa pia deliver, lakini pia utimamu wake pia uko rehani mwisho wa siku. Huenda muda ambao Marumo amempa unawezekana umemrudishia hiyo hali, na pengine yuko tayari kukabiliana na mazingira ya kuwa ni mchezaji anayetegemewa kwenye kikosi. Sasa
Niambie kwenye comment section, unaonaje? Yanga wajaribu tu kufanya maarifa ya kumuuza moja kwa moja kama sio Marumo sehemu nyingine, au Mohamed Dumbia arudishwe na kuaminiwa kwa mara nyingine tena, kitu ambacho ni nadra kwenye vilabu vyetu sisi. Mchezaji ambaye katolewa kwa mkopo ni kama umeuzwa mzee. Yaani swala la kurudishwa hilo ni kuomba Mungu na huwa haitokei kiufu. Ukiona umetolewa kwa mkopo ujue tena ndo akufukuzae hakwambii toka, lakini unaweza kanambia nafasi ya Mohamed Dumbia unaiona na unaionaje kwenye kikosi cha Young Africans kuelekea msimu unaokuja?